Na mtazamaji wa Trend TV bwana, mambo ni mengi ambayo yameibuka huko mtandaoni mara tu baada ya Niffer pamoja na Mika Chavala kufutiwa mashtaka yao na kuachiwa huru siku hii ya leo. Wadau mbalimbali, page mbalimbali huko mitandaoni, mashabiki, wananchi na watu kibao huko mtandaoni wameonyeshwa kufurahishwa na hiki ambacho kimetokea baada ya mfanyabiashara huyo Niffer kuachiwa huru siku hii ya leo, baada ya kusota mahabusu kwa muda mrefu kwa kesi ya uhaini, kesi ambayo tunaelewa kwamba ni kesi nzito kweli na hukumu yake ni kifo. Lakini kwa huruma bwana, ni kwamba vijana hawa wameachiwa siku hii ya leo, na ndio maana nimesema kwamba ni kitu ambacho kimewafurahisha watu wengi. Bwana, page mbalimbali zimeripoti na zimeonyesha picha pamoja na video zikiwa zinaonyesha ndugu, jamaa na marafiki ambao wamejitokeza mahakamani hapo wakiwa wako na furaha kupitiliza baada ya kuwaona wapendwa wao wakiwa wameachiwa huru siku hii ya leo. Niffer bwana amewashukuru wa Tanzania pamoja na watu wote ambao walikuwa wakimpambania, lakini pia vile ameomba dua na kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa yote ambayo yametokea, na pia vile amefurahi kupata tena nafasi nyingine kujiunga na jamii kwa ujumla. Na haya yote bwana ni kutokana na kwamba mkurugenzi wa mashtaka DPP amefutilia mashtaka ya Niffer na kuachia huru mfanyabiashara huyo mwenye umri wa miaka 26 pamoja na Mika Chavala waliokuwa wakikabiliwa na kesi ya uhaini. Uamuzi huo umetolewa mnamo Disemba 3 mwaka huu 2025, mahakama ya hakimu mkazi Kisutu na hakimu mkazi mkuu Aaron Lyamuya, baada ya wakili wa serikali Titus Aaron kueleza mahakama hiyo kuwa DPP hana nia ya kuendelea na mashtaka dhidi ya washtakiwa hao. Kwa hiyo kwa ukweli ni kwamba ndugu wa Niffer walikuwepo pale mahakamani. Kwa hiyo baada ya taarifa hizo kutangazwa bwana, Niffer bwana alionekana akiwa na furaha kupitiliza, ameonekana akiwa anashukuru, mindset yake inaonekana ilikuwa iko sawa, amekuwa na tabasamu muda wote, afya yake inaonekana pia iko imara. Kwa hiyo inaonyesha kwamba alikuwa yuko katika, of course naelewa kwamba kukaa ndani sio jambo la heri, lakini kwa upande wake ukimtazama ni jambo la kumshukuru Mungu kumuona akiwa yuko na afya njema. Na hivyo pia kwa kijana mwingine wa kiume ambaye anafahamika kwa jina la Mika Chavala, ambaye na yeye pia alikuwa anakabiliwa na kesi ambayo ilikuwa inafanana na hiyo kesi ya Niffer. Maoni ya wadau mbalimbali bwana yamekuwa ni mengi pia baada ya Niffer kuachiwa huru. Nataka nikusomea hapa baadhi ya comment ambazo zimejitokeza. Kwa mfano hapa kuna mtu anaitwa Yasir TZ anasema kwamba la ilaha illa Allah anta subhana inni kuntu minaz zalimin. Kuna mtu hapa amekuja kushukuru kwa Quran. Mwingine ameandika alhamdulillah. Huyu hapa anaitwa Ngoza amesema kwamba bwana, machozi ya furaha yananitoka mimi mwenzenu, congratulations Niffer, welcome back to the society. Huyu anadai kwamba mpaka machozi ya furaha yamemtoka na anamkaribisha tena kwa mara nyingine Niffer katika jamii. Kuna mwingine amesema kwamba bwana Niffer, usijizibe sura, mshukuru Mungu, fanya maombi, wa Tanzania wanakupongeza na kukupa moyo kwa wakati mgumu uliopitia.
Kuna mwingine huyu hapa anaitwa Cute Hidden namba 3 ameandika kwamba leo nitalala usingizi mtamu sana kwa ajili ya Nifa na furaha ya ajabu, sikuwahi jua kama nampenda Nifa kiasi hiki. Kuna mwingine huyu hapa anaitwa Katere Nema ameandika kwamba bwana, cha kushangaza ni kwamba nikitazama video hizi za Nifa baada ya kuachiwa huru, machozi yananitoka na sijajua kwa nini. Kuna wengine wamekuja hapa wameandika kwamba bwana, huyu Nifa bwana, tokea alivyokamatwa na kuwekwa ndani amepata jina kubwa sasa hivi mpaka mataifa makubwa huko nje yanamfahamu. Mwingine anasema kwamba bwana, unaweza kusema labda anaogopa kamera, ni mwangaza wa jua unamtatiza. Mwingine huyu hapa anaitwa Jaomi J ameandika kwamba bwana, asante baba uliye juu, umejua kujibu maombi yetu. Kuna mwingine hapa amekuja amecomment ameandika kwamba bwana, Mungu ni wa kwetu sote, kikubwa dua, hongera sana binti, na umshukuru Mungu kwa kupata tena nafasi nyingine. Huyu hapa anaitwa Dida HMDB ameandika kwamba bwana, nadhani hapa binti atakuwa amejua kwamba mdomo uliponza. Ameandika kwamba nadhani hapa binti atakuwa amejua kwamba mdomo huponza kichwa, na pia vile vile atakuwa amejifunza kwamba serikali haichezewi. Mwingine huyu hapa anaitwa Leti Mayala _ ameandika kwamba Mungu ni mwaminifu siku zote, tusichoke kuomba. Wallahi furaha nilionayo haielezeki. Mola humtupi mja wake. Chozi limenitoka kwa furaha siku hii ya leo. So hizo ni comment ambazo zimejitokeza huko mitandaoni mara tu baada ya binti Nifa kuachiwa huru siku hii ya leo baada ya mashtaka ambayo alikuwa yanamkabili juu ya kesi ya uhaini kufutwa na mwendesha mashtaka wa serikali. So hivyo ndivyo mambo yalivyo bwana. Ukiwa kama mdau, na wewe pia tuwekee maoni yako katika comment section, tutakuwa tukisoma na kureplay kila comment ambayo tutakuwa tunaiona. Lakini pia vile vile bwana, hakikisha unazidi kuwa karibu na channel yetu kwa kulike, kushare na kusubscribe kwa ajili ya kupata update zaidi.